Habari, endelea kubarikiwa na mafundisho ya mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau subscribe. Kuna nguvu mojawapo ambayo adui anaitumia, inaitwa nguvu ya uharibifu, na leo tunataka tushughulikie. Inaitwa nguvu ya uharibifu, haionekani kwa jinsi ya nje. Yoeli 2:25, haionekani kwa jinsi ya nje, lakini ni nguvu inafanya kazi. Inaitwa nguvu ya uharibifu. Na mtumishi wa Mungu, kuna ishara utakapoanza kuona zinatokea kwenye maisha yako. Hiyo ni ishara mojawapo. Kuna nguvu ya uharibifu inafanya kazi juu yako. Unafanya kitu kinaharibika, unafanya biashara inakwama, unaanzisha mahusiano yanaharibika. Unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho kuna nguvu inafanya kazi juu yako, na lazima uishughulikie. Nasema na leo tutaishughulikia katika jina la Yesu. Sema, nami nitawarudishia hiyo miaka ndio iliyoliwa na nzige, na palale na madumadu na tunutu jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Palale unakula nini? Miaka. Wanasema hivi, nami nitarudishia miaka iliyoliwa na palale na madumadu na tunutu. Katika kitu kimoja wapo ambacho adui anafanya, na ishara itakayoanza kukuonyesha kuna nguvu ya uharibifu inafanya kazi juu ya mtu. Muda unavyozidi kwenda, miaka inavyozidi kwenda, badala ya vitu kubadilika vinazidi kuharibika. Anasema hiyo ni nguvu ambayo inakula muda wa mtu. Kwa kadiri unavyozidi kuzeeka, ndivyo mambo yanakuwa magumu. Kwa kadiri miaka inavyozidi kuongezeka, ndivyo vitu vinavyozidi kuharibika. Usijitie moyo, useme tu ni mabadiliko ya uchumi. No, hiyo ni ishara kuna nguvu inafanya kazi. Ndio maana Mungu anamwambia Yoeli, mimi Mungu nitarejesha. Hajasema hela pale, hajasema utajiri pale, anarejesha miaka. Kwenye miaka ndipo Mungu anaachilia muujiza wa mtu. Kwenye mabadiliko ya wakati ndipo Mungu anaachilia hatua ya mtu. Muda unapobadilika katika ulimwengu wa roho, zipo nguvu mbili zinaachiliwa: nguvu kutoka kwa Mungu na nguvu kutoka upande wa giza. Ndio maana Mungu anamwambia Yoeli, katika kitu kimoja wapo nitakachokifanya, nitairejesha miaka. Mungu akikurejeshea muda, amekupa hatua. Ndio maana anasema zama hizi ni zama za uovu, ukomboeni wakati. Ndio maana mtu anakaa sema ngoja nipoteze muda, nikifika unapoteza muda. Yaani mtu anaweza kukaa akasema ngoja niangalie TV nipoteze muda, niingie Instagram, niingie Facebook, niingie YouTube, nipoteze muda. Na wewe unaweza kuona kama sifa vile, kumbe ni ila ya uharibifu. Sio vibaya kuingia Instagram, sio vibaya kuingia Facebook, lakini unaingia kutafuta nini? Lakini ukiingia kwa nia ya kupoteza muda, upo kwenye target ya uharibifu. Shetani very technical. Unaweza ukashangaa umeshika simu yako hii, ukasema ngoja niingie niperuzi nipoteze muda. Anakuletea dude ambalo ukiliangalia linakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Saa nyingine ulikuwa umetulia kabisa, lakini ukiingia kwa nia ya kutafuta kitu cha kukuvusha, Mungu huwa vinakuja. Hii ni madhabahu kamili. Instagram, Facebook ni madhabahu kamili. Mungu anaitumia na adui anaitumia. Ndio maana katika kitu Mungu anachofanya, anasema nitakomboa wakati wao na kuwarejeshea miaka yao iliyoliwa na nzige na madumadu na tununu.
Nisikize mtumishi wa Mungu, nisikize vizuri. Katika kitu ambacho kwenye maisha yako hautakiwi kukifanyia mchezo ni muda wako. Fanya mchezo na hela yako, but don't waste your time. Usipoteze muda kirahisi. Kila muda Mungu anaokupa don't waste, kwa sababu kwenye muda kuna vitu vinaachiliwa. Ndio maana watu wao walikwama, kitu kilichowakwamisha. Biblia inasema katika miaka yao ililiwa. Kuna vitu Mungu aliviachilia vikaliwa, au kujua. Inaitwa nguvu ya uharibifu, inaachiliwa. Mtu anaona vitu vya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho kuna mission inatembea. Mimi nikupe mfano. Wewe ukiwa saa nyingine hauna majukumu yako ambayo yamekubana, wewe unafanyaje? Yaani umemaliza kuosha vyombo au uko zako ofisini, umemaliza assignment zako, umekaa umetulia, hauna kitu ambacho kimekuubizi. Wewe unafanyaje? Yaani kitu ambacho umefika sehemu majukumu yako ya msingi yote yale umeyamaliza, na unasema sasa nipumzike. Wewe unafanyaje? Ukiona katika kitu kimeingia kichwani kwako unasema ngojea nipoteze muda, my brother, umeisha. Ndio maana Mungu anachofanya katika kitu ambacho akitaka kurejesha kwenye maisha yako, anarejesha muda. Mimi kila siku nawapaga mfano. Mimi ni mtu ambaye katika michezo naipenda duniani ni draft. Napenda, nimeanza kucheza draft toka niko darasa la kwanza. Lakini nilipokoka katika kitu ambacho Mungu alinikataza ni draft. Sio baya, lakini aliniambia don't waste your time. Mungu anapotaka kurejesha vitu vyako vilivyoharibiwa na madumadu na tununu, katika kitu anachokirejesha, anarejesha muda. Sema yes. Sema yes. Yes. Popote pale. Muda wangu ulipochukuliwa na nzige na madumadu na tununu kutoka siku ya kwanza nilipozaliwa, Mungu aliponipa muda nikaukamata kwenye maisha yangu. Chochote kile kilichochukuliwa miaka 20 iliyopita, miaka 30 iliyopita, siku ya leo ninatangaza chochote kilichochukuliwa kwa watoto wangu, kwa maisha yangu, ninatangaza rudisha, rejesha kwa jina la Yesu. Vitu vya watu vinachukuliwa kwenye muda, na mtu anarelax, anasema haya ndio maisha yangu, kumbe sio kwako. Unasema mtumishi, unajuaje? Soma kitabu cha Wafalme wa Pili sura 7 pale. Unaweza kusema ni yako, kumbe sio kwako. Kuna kitu katika ulimwengu wa roho kimeharibiwa. Na mtu kama hujui, unaweza kusema mtumishi, hivi ndivyo ilivyo, kumbe sio hivyo. Muda wa mtu ukipotea, maisha ya mtu yamepotea. Muda wako ukipotea, maisha yako yamepotea. Sasa hivi watu wengi wanapenda kucheka, kuangalia vitu vya ajabu ajabu kuliko kukomboa muda wao. Wewe mwenye shahidi katika mambo ya kijinga kijinga ambayo watu wanafuatilia. Watu wanafuatilia mambo ya kijinga kijinga kuliko mambo ya maana. Tuma dude kwenye Instagram, tuma dude kwenye Facebook, tuma dude kwenye TikTok. Utaona ndani ya saa moja watu milioni 20 wameangalia. Kwa sababu gani? Adui is very technical. Akikamata muda wako, amekamata maisha yako. Na watu wanakaa they are comfortable. Unaona kawaida, kumbe is a total mission of devil kukwamisha maisha ya watu. Mimi kuna muda nakaga naitoa mitandao ya kijamii kwenye simu yangu, hata nakata wiki 2 wiki 3, afu baadaye narudi tena, kwa sababu ikikudrive umeisha. Nikuulize kitu, hii simu smartphone tukitoa mitandao ya kijamii Facebook na Instagram na WhatsApp, au WhatsApp tuiache kwa sababu inafanya application nyingi za vitu vya msingi. Hii simu kwako, hizi smartphone utaitumia kwa nini? Ukiona you have a smartphone,
matumizi yako ni kwa sababu ya kuingia kuchekacheka, kuangalia angalia ukuda. Ukiona matumizi yako ni simu ina maana kwako, is a total mission of devil. Kazi yake ufanyaje? Kuchukua muda wa watu. Kuchukua muda wa watu. Wewe nikupa kitu kimoja. Hebu sikujaribu isahau simu yako nyumbani, nenda kazini au nenda kwenye shughuli yako. Ukirudi jioni utaona hata kichwa chako kimepoa, cha baridi. Yaani kichwa vinapata moto. Na kama kwamba ukichukua smartphone ukianza kuangalia vitu vya msingi, angalia kichwa chako kinapata baridi. Wewe angalia tu, hata kama umeingia kusikiliza mahubiri fulani au umeingia umefuatilia content fulani za maana, kichwa kichoki. Ndio maana Mungu kitu anachokifanya akitaka kurejesha maisha ya mtu. Tukutane tena siku ya kesho kwa mafundisho mazuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau kusubscribe. Amen.